Nataka nikufundishe siri moja ambayo adui anaitumia hasa kwenye siku ya Valentine ambayo imepewa jina la wapendanao. Kwanza ukisoma Wakolosai 2:16 kuna wengi sana wanauliza. Kuna mmoja ameniuliza inbox kama hiyo sikukuu ni nzuri kusherehekea. Sasa nataka nikusomee kwanza Wakolosai 2:16 kabla sija kuingiza kwenye siri. Kwa nini swala la zawadi siku ya Valentine ni jambo ambalo lazima uzingatie. Wengi sana wameharibu maisha yao siku ya Valentine. Wako wengi wameharibiwa maisha yao kwa jina linaitwa Valentine Day. So hakikisha unasikiliza hadi mwisho. Naomba nikusomee Wakolosai 2:16. Basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu. Unajua ukiwa mchanga, mara nyingi sana huwa nadhani hatutaki msaada wa Roho Mtakatifu ili mioyo yetu ndani mwetu ushuhudie kwamba hiki kitu kikoje. Unaona ile andiko linazungumzia mtu asikuhukumu kwa usihukumiwe kwa jambo lolote ikiwepo mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya sikukuu. Kwa maana nyingine Valentine inaweza kawa ilianzishwa na wapagani, lakini hiyo haifanyi wewe uwe mpagani. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Utakuwa tu mpagani kama utafanya kama ambavyo walikusudia. Kwa sababu kama ni wapagani, maana yake walichokuwa wanakifanya hakikuwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Walifanya sawa sawa na mapenzi ya Mungu wao. That's why hii Valentine Day watu wengi imetumika kuwafunga. Sasa una haki ya kuja kuanza kusema Valentine Day inaweza kawa demonic, lakini sio kila wanaopeana zawadi siku hiyo kwanza wote kwamba wote ni watu wa giza. Sio kweli. Sawa yes. Lakini hii nataka niseme asilimia kubwa hii siku imechafuka. Huo ndo ukweli. So sikuhukumu, lakini nataka nikwambie tu ukweli, si ndio kwa sababu maandiko yamesema tusihukumu watu kwa sababu ya sikukuu kama hii. Nataka nikwambie ukweli. Sikukuu hii imetumika kwa ajili ya uharibifu. Na wengi ambao wanahusika na hii sikukuu wala sio wanandoa. Huo ndo ukweli. Wanandoa wanapeana zawadi kila siku. Sema amen. Ni wahuni wa mtaani, vijana ambao wanadhani uzinzi ni fashion. Na hata ikitokea watu walio kwenye ndoa huwa wanatoka kwenye ndoa ndo wanaifanya kuwa Valentine. Because ukishaingia kwenye ndoa kila siku ni Valentine. Hakuna siku ya kupendana. Mnapendana kila siku. So this concept ya Valentine Day ukiangalia is demonic, kwa sababu wengi ambao watahusika kwenye siku kama hii ni watu ambao wana mahusiano ambayo hayajathibitishwa na Mungu. Vijana wa chuo, vijana ambao wapo hawajaoana, vijana ambao wako mtaani, na wengine ndio siku ya kutongozana. Alikuwa anakuambia kweli nimekupenda tangu siku nyingi. Inatumika kama fursa sasa ya watu kuingia kwenye uzinzi. Nyingine inatumika kama fursa ya watu kuingia kwenye uasherati. Sasa nataka nikupe siri moja. Kuna watu wengi sana wamefungwa kwenye ulimwengu wa roho siku kama hii. Kuna aina ya zawadi ukiipokea, unavyoipokea umeexchange nafsi yako. Yaani kuna zawadi ukipewa, unakuwa umeuza nafsi yako. Kwa mfano, ukisoma kwenye Biblia Yoshua 7:1, Akan baada ya kuwa amechukua vile vitu kutoka kwenye walienda kwenye taifa moja. Nadhani ilikuwa Yeriko kabla hawajaenda Ai. Okay, Ai, yes. Walienda wakachukua, walivyoenda kupeleleza walichukua baadhi ya vitu. Akachukua vile vitu ambavyo vimewekwa wakfu kwa miungu mingine. Yaani sawa na kitu ambacho umechukua kwa mganga. Si tunaelewana? Alafu akakileta kwenye kambi ya Israeli. Israeli walivyoenda kupigana na taifa dogo kuliko yote linaitwa Ai. Walipigwa. Alafu Mungu akamwambia kwa sababu ya hiyo laana, kwa sababu hiyo mmepigwa na adui. Maana yake ni nini? Mungu alitafsiri kama huyu Akani alichofanya ni ameabudu ile miungu ya kule. Amemwacha Mungu wake. Kwa sababu laana yoyote unaipata especially ya hizi ni nini? Maandiko yanasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu au miungu mingine, na moyoni mwake amemwacha nani? Bwana. Sasa kama huyo mtu ataleta zawadi ambayo ameweka wakfu kwa mganga na wewe ukaipokea, maana yake mnachofanya ni exchange ya nafsi.
Maana yake ni exchange. Anakupa hicho kitu anachokupa, unatoa nafsi yako, unatoa ndoa yako, unatoa biashara yako, unatoa fedha zako, unatoa ambacho atakuwa amekinena. That's why kuna watu walipewa hela alafu uchumi wao ukafungwa. Maana yake wali exchange uchumi wao na ile fedha ambayo imewekwa wakfu kwenye madhabahu za giza, imenenewa uharibifu. Kuna ushuhuda mmoja kuja nikupe. Kuna dada mmoja aliingia kwenye mahusiano na kijana. Yule kijana familia yao ilikuwa kidogo ni ya washirikina. Huyo kijana alikuwa na tabia ya kumletea zawadi ya nguo za ndani nyekundu. Sawa, mara nyingi sana zilikuwa nyekundu. Na ndio maana ukiona mtu anakupa zawadi za aina rangi moja, sio anapenda rangi. Kuna ushirikina ndani yake. No way out. Niamini tu hata kama hutaki. Kilichotokea ni nini? Huyu kijana kumbe alikuwa mshirikina. Kwa zile zawadi alikuwa anazinenea. Kwa akawa amekamata nafsi. Yule dada alikuwa anasema chochote. Hii ni zaidi ya limbwata. Nafsi yako ikikamatwa, ndugu yangu, imekamatwa to that extent. Kwenye kila eneo utakuwa unasema ndio. So huyu dada akawa anaambiwa, wale wazazi wake wanamwambia wewe sio mtu sahihi. Akamwambia siwezi kumsikia mtu yote duniani. Ikafika muda baba mtu akachukia, akampiga yule mtoto vibaya sana mpaka akalazwa. Then akiwa amelazwa, walikuwa chini ya pastor mmoja. Yule pastor wakamuita, akamuombea hospitali. Alivyoenda akagundua huyu dada amefungwa kupitia zawadi alizokuwa anapewa na yule kijana. Kwa hiyo ikawaje? Wakati akamwambia uko tayari kuomba, akasema ndio. Akamwambia uko tayari kumwacha kijana, akasema siwezi kumwacha, nampenda sana. Wakati anaomba, maroho yakainuka, yakasema hawezi ukatunyang'anya, huyu ni mtu wetu, tumeshamkamata. Tumempa zawadi nyingi, tumefunga nafsi yake, na hawezi akamwacha kijana wetu. Maroho yale yakasimama. Baada ya kufunguliwa yule dada, mtu anaulizwa, yule kijana anaitwa unamkumbuka? Akasema unataka kuendelea naye? Akasema hapana, huyo sihitaji kuendelea naye. Kwa nini? Sijisikii tu. Sijisikii. Maana yake kafunguliwa. Maana yake ni nini? Nafsi inajua nilikuwa mahali nimeshikiliwa huko. Zile hisia zilikuwa za uongo. Kwa nafsi ilivyorudi na hisia za kweli zikarudi. Wengi wapo kwenye mahusiano yao kwa sababu ya hizi zawadi za Valentine katika enzi za uzinzi wao. Na hapo ndo walikamatwa. Na wengi siku hizi ni wadada. Ukiwa tajiri na hujaolewa, umeokota, wengi sana wanachukuliwa utajiri wao. Mmoja yuko nashughulika naye na hiyo problem. Ninakwambia kwa sababu na Roho Mtakatifu amenipa neema ya kuyaona haya. Siku ya Valentine inatumika na adui kufunga nafsi za watu. Kuibiwa nyota watu wengi sana. Wameibiwa, nafsi ni nyota. Wengi wameibiwa nyota zao kwenye siku kama hii kwa zawadi hizi wanazopeana. Kwa ni jambo la kuzingatia sana. Ni jambo la kuzingatia sana. Kama hujaoa, hujaolewa, ndugu yangu, achana na hivi vitu. Unapozini pia, apart from kupeana zawadi tu, unapozini, kwa sababu wengine wanaitumia kama fursa ya kuzini. Yaani ndio siku leo ya kwenda wapi Kimbikinyo Lodge. Sasa nataka nikwambie uzinzi ni ibada. Maandiko yanasema ikimbieni zinaa, sio mshindane nao, muikimbie. Ina hatari, ina kitu kibaya. Yoyote anayeanguka kwenye uzinzi ana exchange nafsi yake. Anatoa nafsi yake. Sasa ukikuta mwenzio ni wakala asiyejua, akilala na wewe nafsi yako ndio imeenda. Nafsi naongelea ndoa, kazi, biashara. Kuna watu ulilala tu na mtu, alafu baada ya hapo kazi ukafukuzwa kazini. Usiseme ni nuksi na mikosi. Ni kweli, lakini nataka nikwambie apart from nuksi na mikosi, hicho kitu kilienda. Yaani kuna tofauti ya nuksi na mikosi na kuchukuliwa nyota. Nuksi na mikosi utajitakasa tu, ndugu yangu. Lakini nataka nikwambie, ikichukuliwa nyota yako ni zaidi ya nuksi na mikosi. Yaani ni package ya nuksi na mikosi plus mambo mengine. Watu wanafikiri uzinzi ni dhambi tu. Ni zaidi ya dhambi. Ni zaidi ya dhambi. Na ngoja nikwambie, shetani akitaka kuchukua nafsi ya mtumishi, huwa wanapelekwa wadada. Hao ni wadada ambao utaona ni wazuri nje, lakini wana magamba ya samaki, wana magamba ya nyoka kwenye ulimwengu wa roho. Anaweza akawa alipatikana tangu utotoni kwake, alipatikana kwa mganga. Kwa ni agent tangu utotoni. Anaweza hata akawa hajui.
Lakini kwa sababu tayari anamilikiwa na adui, kwa sababu alipatikana kwa agano la giza, shetani anaweza kumtumia kuharibu. Nimekutana na huyo dada mimi. Yaani huyo dada yaani kazi yake ni hiyo na anavutiwa na mapasta. Sasa mapasta vijana mahensa mnino wanavaa vizuri hao. Akimuona tu anamrukia. Kwa kama pazo umekaa vibaya inaharibika. Nilikutana naye, I'm telling you. Akikushika tu hivi unahisi bahari hii hapa, bahari. Akikugusa mkono hivi ni kama umeshikwa na mnyoo hivi. Yaani kama uko rohoni unajua tu huyu sio. Yaani anakushika hivi lakini huoni kama ni mtu. Ni kama umeshikwa na samaki au nyoka. Si kama unanielewa. Sawa, nifanya deliverance wakati namuombea akainuka. Kasema hapaswi kuswali, huyu ni mtu wetu. Anatakiwa kufanya kazi yetu. Na bayene means akikuambia hauwezi kaamini alichokifanya. Alafu wala haoni aibu, anataja hadi majina yao. Wakala wa giza. Huyu ukikutana naye lazima ondoke na nafsi yako, huduma yako, ndoa yako, chochote ulichobeba. Mchungaji, mtumishi umetiwa mafuta. Unachukulia kawaida. The day ambao huyo kijana atakwambia mimi siwezi kuoa mpaka tufanye, ukakubali kuanguka, ndo siku ambayo ulichonacho kimeenda. Na ngoja niwaambie kuna watu wakipotezaga vitu havirudi. Kuna dada moja alinisimulia. Hayuko hapa ndo maana sikwambii. Alinisimulia. Yeye alianguka tu my friend. Ana struggle, I don't know ni mwaka wangapi. Ni struggle. Don't think ni rahisi. Tutakuombea lakini it needs grace of God. Hasa wewe ambaye tayari umesikia video kama hii. Pengine ulikuwa umeshapanga kesho uende ukafanya kitu kama hicho. You never know. Pengine huyo mtu ni nusu samaki na hajui. Unajua alipatikana vipi? Pengine ni mtu tu kaharibiwa na dunia. Ashakuwa wakala wa shetani hata hajui. Maana kuna aina mbili za mawakala. Wanaoenda kuzimu na ambao wapo tu duniani wala hawajui. Wao wanaharibu maisha ya watu na hawajui. Lakini yeye anataka wadada tu, yeye ni kuzini tu. Usimsifie kwamba anapenda mabinti sana. Tayari ashakuwa wakala huyo. Moja ya kazi anayofanya ni kufunga nafsi za watu. Unaona kuna mtu ukianguka naye kwenye dhambi ya uzinzi, biashara imekufa, shule utaacha. Huduma kama ni mtumishi sijui ulikuwa unaimba utaacha tu. Kwa sababu anakuwa amechukua kile kitu ambacho kinakuwezesha. Usichukulie Valentine kama siku ya uzinzi. Tulia nyumbani. Acha ujana huu wa ajabu ambao umepoteza watu wenye vitu vikubwa. Mungu amewekeza kitu kikubwa ndani ya kijana, bado anaanguka kwenye ile kitu. Ni kweli unaweza sisi ni wanadamu, lakini na sana kuambia ujue. Sawa? Mungu anataka usifanye. Usiende. Mungu atusaidie sana.